السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ikhwani fillah, bado tukiwa katika tafsiri ya suratul Waqi'a, na tulieleza ya kuwa sura hii ni sura ambayo ilimtia huzuni Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtia hofu sana, kiasi cha kuwa Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alipoona nyele za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zimeanza kubadilika rangi na kuwa nyeupe, akamwambia ya Rasulullah, shayyabt, Mtume Mwenyezi Mungu, umeanza kuona nyele nyeupe. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, shayyabani Hud wa akhawatuha, suratu Hud ndio imefanya nyele yangu kwa nyeupe, pamoja na dada za suratu Nur, suratu Hud. Na hizi dada za suratu Hud ni suratu Hud na dada zake, bimaana suratul Waqi'a na suratul Mursalat na suratu Amma Yatasaalun na suratu Idha Shamsu Kuwirat. Hizi sura tano zimefanya nyele za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyeupe, na mtu anapopatikana na mishida, mitihani, stress, nyele zake huanza kwa nyeupe. Miongoni mwa sababu zingine labda misukosuko ya kimaisha, mitihani hapa na pale, saa zingine labda pia ni ukoo. Katika familia watu wanaanza kupata nyele nyeupe mapema. Lakini ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amwambia Abi Bakr radhiyallahu anhu, nyele zangu kwa nyeupe ni kwa sababu za hizi sura tano, suratu Hud na suratul Waqi'a na suratul Mursalat na Amma Yatasaalun na Idha Shamsu Kuwirat. Kwa nini? Nafikiri tumeanza kujua kwa nini suratul Waqi'a imepelekea mpaka nyele za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyeupe. Mwanzo wa sura tumeangazia siku ya kiyama na uzito wake, na kwamba kiyama ipo, laysa liwaqatiha kadhiba khafidatu rafi'a, watakuwa wengine ni wenye kunyanyuliwa na wengine watakuwa ni wenye kudidimizwa, kubwagwa chini. Tukaeleza pia kwamba watu wakifufuliwa siku ya kiyama watakuwa katika kundi tatu, wa kuntum azwajan thalatha. Kwa hivyo wanadamu wakitoka katika makaburini siku ya kiyama watakuwa katika hali tatu. Hali ya kwanza tuliangazia darsa iliyotangulia, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Kundi la pili, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama. Tukaeleza wameitwa maimana kwa sababu hao kundi ya kwanza watakuwa ni wenye kuwekwa upande wa kulia wa arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, na watapewa vitabu vao kwa mkono wa kulia. Allahumma ja'alna minhum. Kundi la pili, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, kundi la kwanza. Kundi la pili, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, watu ambao watakokuwa upande wa kushoto wa arshi ya Mwenyezi Mungu na watapewa vitabu vao kwa mkono wa kushoto na wataingizwa motoni, wal iyadhu billah. Na'udhu billahi min dhalik, semeni amin. Na kundi la tatu ambao pia ni watu watakaopewa vitabu vao kwa mkono wa kulia, lakini hao ni watu special ambao walifanya bidii walipokuwa duniani, na hao ni as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Hasa leo insha Allah tutaangazia hawa al-muqarrabun as-sabiqun as-sabiqun. Tulieleza hali yao duniani ilikuwaje mpaka wakawa katika muqarrabin, na sasa nataka nieleze hali yao kesho akhira, wakiingia janna na neema inawasubiri, hali yao itakuwa vipi? Duniani walifanya bidii, na tuliangazia katika darsa iliyotangulia Jumapili iliyopita. Anaitaka akarudie katika darsa atapata video. Lakini sasa nataka tuangalie hawa sabiquna almuqarrabun. Allah asema hawa muqarrabun wako karibu na mimi. Kivipi? Wako karibu na Allah kwa sababu watakuwa wamekaribia arshi ya Mwenyezi Mungu, na watakuwa wako katika daraja za juu za janna,
na hakuna juu yake isipokuwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah akasema kabla kutaja hawa watapelekwa wapi, Allah asema mwanzo kabisa mjue kwamba hawa watakuwa karibu na mimi. Wallahi that is enough. Allah kusema kwamba hawa wako karibu na mimi, na ukiwa karibu na Allah sawa niwe duniani ama sawa ni akhirah, sini raha, neema juu ya neema. Na insha Allah tutafasiri, tutampatia fursa ndugu yangu, nimemwalika nikamuomba aje na hajawahi kukosa. Mwenyezi Mungu amjaze khairi, Qari Muhammad Yusuf, imam na khatib katika msikiti wa Masjid Salam. Na mimi wanasema the youngest imam in Nairobi. He's the youngest imam in Nairobi. Na if he's the youngest, mojua bado ni bachelor. Mwenyezi Mungu amjalie apate mke wa khairi. Baraka. Na kufanya campaign طيب. Kwa hivyo inshallah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. جزاك الله خير. Kwa mara nyingine, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa kuntum azwajan thalatha, na siku hiyo mutakuwa katika makundi matatu. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, kundi la kwanza. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, kundi la pili. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, kundi la tatu. Na watu watakapofufuliwa siku ya kiyama hakuna kundi ya nne. Ima you are good, ashabul maymana, or you are very good, as-sabiqun as-sabiqun, or you are bad, ulikuwa mbaya, ashabul mash'ama. Hakuna kundi ya nne. Na hapa tunaona ya kwamba waliofanya khairi katika dunia wamegawanywa. Kuna wale ambao walifanya ya msingi, hawakufanya ya ziada. Na tulieleza ya kwamba wa kuntum azwajan thalatha haikuanza siku ya kiyama, ni namna walivyotoka wakiwa duniani. Kwa sababu watu wakitoka duniani watatoka katika hali hii tatu. Fa amma in kana min almuqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin,
wa amma in kana min almukaththibin ad-dallin fanuzulun min hamim. Sasa watu kuwekwa katika makundi haya matatu haikutoka kwa faragha, kulikuwa na hali ambao walitoka duniani. Na Allah asema watu wanapotoka duniani, na katika hii sura tutakuja tuangazie tafsiri yake mwisho wa sura. Allah asema watu watatoka duniani katika hali hizi tatu. Kuna wale ambao waliofanya bidii zaidi, hawawi sawa na wale ambao waliofanya ya msingi. Ama hawa pia kabla kutoka duniani kuna namna walivyoishi duniani, ndio maana walipotoka wakatofautiana kwa daraja. Allah eleza katika sura Fatir, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Hasa watu kuwekwa katika makundi matatu siku ya kiyama ni kulingana na vile walivyotoka duniani, na watu namna watakavyotoka duniani ni kulingana na vile watakavyoishi katika dunia hii na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapendwa waumini, as-sabiqun as-sabiqun ni wale ambao wako mbele, na wao ndo wako mbele. Anayekuwa mbele ni yule ambaye atakayefanikiwa kesho, si leo. Wangapi ambao wanaona kwamba wamefanikiwa leo lakini kesho wakija hawana lolote? Ndio maana Allah akasifu mwanzo wa sura khafidhatur rafi'a, kiyama itakuja iwashukishe watu vyeo, watu ambao mlikuwa mwaheshimu mwawatukuza, lakini siku ya kiyama it will put them on the right place, mahali ambapo wanastahili kuwa. Rafi'a, siku ya kiyama itakuja inyanyue watu ambao mlikuwa mkiwaona duni, watu mkiona kwamba hawana mbele wala nyuma, lakini mtakuwa surprise siku ya kiyama hawa watu wamenyanyuliwa. Rafi'a. Na sabiquna sabiqun, aliyetangulia, huyo ndo aliyetangulia. Mwenyezi Mungu asema ni kama Allah alivyosema katika Qur'ani, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Aliyefanikiwa ni yule ambaye hata ikaingizwa motoni na ataingizwa peponi. Huyo ndo aliyefanikiwa. Allahumma ij'alna min alfaizin. Hasa ulaika almuqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun, tumeeleza hali yao duniani ilikuwa vipi, bidii waliokuwa nayo na sifa zao. Na leo Allah asema ulaika almuqarrabun, hao basi watakuwa karibu na mimi. Allah atuambia kwamba hawa sabiquna sabiqun duniani walikuwa mbele katika khairi, na walipokufa walikuwa katika kundi ya mbele, na siku ya kiyama watafufuliwa watakuwa ni katika mbele. Hawa basi pia watakuwa mbele, watakuwa karibu na mimi siku ya kiyama. Ulaika almuqarrabun, haulai almuqarrabun awsafuhum ma'rufa, lakini wakuwa karibu na Allah. Sasa Allah yuwataja watakuwa karibu na nani kabla hajataja watakuwa wapi. Yani Allah ataja fulani ni jirani yangu kabla hajaeleza atashukia wapi, ili muumini afurahi siku ya kiyama akiambiwa na Mwenyezi Mungu, wewe usijali, wewe utakuwa karibu na mimi. Na mtu akijua kwamba yuko karibu na Allah siku ya kiyama na katika janna, amefanikiwa. Allah asema ukaribu wao na sehemu yao. Sasa Allah yasema fi jannatin na'im, wako katika janna, wako katika mabustani, wako katika pepo yangu. Naim, ili hali wameneemeshwa hali ya juu, neema ya hali ya juu. Na watu wa janna neema yao watahisi ndani ya moyo kwa furaha, na watahisi kwa mwili kwa kila aina ya ladha. Na hebu tuangalie neema hizi ni gani ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika kitabu chake, hawa wako katika janna yangu na nimewaneemesha.
Tuje tuangalie neema ambayo Mwenyezi Mungu akusudia. Katika Qur'ani zimetaja neema zao, na pia katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kueleza sifa yao na neema na janna waliokuwa nayo katika janna. Katika hii neema waliokuwa nayo ni kwamba hakuna kitu watatamani ila Mwenyezi Mungu atawapatia, na hakuna kitu ambacho kitakachowafurahisha ila Mwenyezi Mungu atawapatia. Na hao watakuwa wapi? Na watu wengi hawajui janna iko wapi. Janna imeumbwa na ipo tayari. Sehemu ya janna hivi sasa na sehemu ya jahannam hivi sasa yajulikana. Allah ameumba 7 samawat, mbingu 7. Na Allah ameumba 7 aradhin, na ardhi 7. Janna iko juu ya mbingu ya 7, na jahannam iko chini ya ardhi ya 7. Hasa watu wakienda janna ni juu na watu wakienda jahannam ni chini. Hasa ardhi ya chini kabisa, chini yake ndio iko moto wa jahannam. Na janna mbingu ya 7 juu yake ndio ipo janna, kisha juu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah eleza kuhusiana na janna pale ilipo, asema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ibn Abbas alipofasiri aya hii akasema aljannatu fi as-sama'i as-sabi'ah, hii janna iko katika mbingu ya 7, na baada ya mbingu ya 7 hakuna nyingine ama hakuna lolote juu ambao watakwenda, ni arshi Allah. Ndipo Allah asema fi ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im, hawa wako karibu na mimi na wataneemeshwa. Na janna watu wakiwa ni wenye kuingizwa, Allah subhanahu wa ta'ala eleza katika kitabu chake kuhusiana na janna na neema yake, fi jannatin na'im. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema kuhusiana na hii janna, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Allah asema hawaja wangu hawajui, wala nafsi haijawahi kujua yale ambayo yanayosubiri atakawafurahisha waja wangu. Na hii janna kuna wale ambao watakaokuwa na daraja ya chini na kuna wale ambao watakaokuwa na daraja ya juu. Ama wale ambao watakaokuwa na daraja ya chini, bali yule ambaye atakayekuwa na daraja ya chini kabisa katika janna, imepokewa katika hadith Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ya kwamba Nabillahi Musa alayhi salam, twajua mitume ambao waliozungumza na Allah moja kwa moja ni 3. Wengine walipata kupitia ndoto, wengine walipata kupitia Jibril ujumbe kutoka Allah, lakini waliozungumza na Allah ni 3 kupitia Qur'ani tunawajua. Labda kuna wengine. Wa kwanza ni Nabillahi Adam. Allah alizungumza naye moja kwa moja, akamwambia uskun anta wa zawja, wewe na mke wako kaeni katika janna. Wakakanywa, Allah akamwambia wala taqraba hadhihi shajara, na msikaribie mti huu. Wa pili ambao twajua Allah amezungumza naye moja kwa moja ni Nabillahi Musa alayhi salam. Allah asema wa kallama Allahu Musa taklima, Allah alizungumza naye moja kwa moja. Na watatu ambaye alizungumza na Allah moja kwa moja ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini alizungumza na Allah wapi? Moja kwa moja usiku wa Isra wal Mi'raj, alipotoka kutoka mji mtukufu wa Makka mpaka Madina, amebebwa na Buraq,
kisha Jibril akamshika mkono mpaka mbingu ya 7. Ikafika mahali Jibril akamwambia, mimi siruhusiwi kupita hapa na wala sijawahi kupita. Nabii Muhammad akapanda moja kwa moja akiwa peke yake, akazungumza na Allah moja kwa moja. Sallu alayhi. Hasa hawa ndo mitume watatu waliozungumza na Allah. Na Nabii Musa maadamu alikuwa na fursa ya kuzungumza na Allah, alikuwa akimuuliza Allah maswali. Bali saa zingine Nabii Musa akimbia, Banu Israil na watu wake yakimbia kwenda kumwona Allah, kwa sababu wana raha akipiga story na Allah. Akuulizwa, kwa nini umekuja mapema before time? Tumeagana wakati fulani. Waajiltu ilaika rabbi litarda, asema Rabbi, nimekuja mbele, nimekuja mapema ili uridhie. Hasa Nabii Musa alikuwa na fursa ya kuzungumza na Allah na kuuliza maswali mengi. Na katika maswali Nabii Musa alimuuliza Allah, ilivyopokewa katika Sahih Muslim, hadithi al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu. Nabii Musa asema, saala Musa rabbah. Nabii Muhammad asema kwamba Nabii Musa amemuuliza Allah moja kwa moja. Hii janna kila siku tuambiwa kutoka Nabii Adam mpaka atakayekuja mwisho, na watu wataingia janna, lakini nataka unieleze hii janna, najua iko levels. Atakayekuwa chini kabisa, atakayekuwa na the lowest level, atakayekuwa kama kwa lugha leo tunasema ground floor, nieleze hali yake. Ma adna ahli aljannati manzila, ni nani aliyekuwa chini katika level ya chini kabisa? Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu akamwambia Musa alayhi salam, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlu aljannati janna. Ule mtu atakayekuwa na level ya chini kabisa katika janna ni mtu ambaye atakayekuja baada ya watu washaingia janna, nafasi zimechukuliwa, na yeye pia amehukumiwa kuingia wapi? Janna. Fayuqalu lahu udkhulu aljanna, Allah tamwambia sasa, haya ingia na wewe pia upate nafasi yako. Fayaqul, ya Rabb, kayfa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Yule mtu naye ataanza kuambia, Rabbi, wapi? Kila mtu ashaingia, watu washajishindia, mimi sasa where do I go? Watu washacheka nyara, watu washatangulia, watu washachukua. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia huyu mtu wa mwisho kabisa mwenye level ya chini ya janna, katika janna nzima huyu ndo yake ya chini kabisa, lowest of the lowest. Allah atamuuliza, atardha an yakuna laka mithla mulki malikin min muluki dunya? Akamwambia Allah, akamwambia huyu mja wake, wataka nini? Je, wataka nikupatie ufalme wa mtu aliyekuwa kimiliki dunia? Yule akasema, naweza kupata hiyo. Fayaqulu laka dhalik, nitakupatia mfano wake, wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu, na mfano wake na mfano wake na mfano wake na mfano wake, mpaka ikifika al-khamisa, mara ya 5, asema radhit rabb, ya Rabbi nimeridhia, ya Rabbi nimeridhia. The world 5 times, dunia hii mara 5 wapewa saizi yako katika janna. Akasema radhit rabbi, nimeridhia. Fayaqulu hadha laka wa 10 amthali, Allah mwambia hii mfano wake na mara 10 yake. Kwa hivyo ni 5 amepewa na mara 10, 50 amepewa. Kisha Allah akamwambia, walaka mashtahat nafsak waladhat aynak, fayaqulu radhit ya Rabbi radhit. Huyu ndo mtu wa chini kabisa katika janna, mfano wa mfalme aliyemiliki hii dunia, na mfano wake na mfano wake na mfano wake. Mara ngapi? Mara 5.
kisha Allah mwambia akasema radhiti ya rabbi, nimeridhia. Fayaqulu hadha laka wa 10 amthalihi, na huu uko nayo na mfano wake 10 mara 10 yake. Kwa hivyo hiyo 5 mara 10, kwa hivyo ni 50 times of this world. Halafu tunashindania ploti hapa Isli, tunasumbuana. Watu wanapigania ploti dunia hii mara 50. Allah subhanahu wa ta'ala kisha mwambia na juu yake kitu chochote ukitamani ndani ya janna nitakupatia. Nafsi yako, anything you want I'll give you. Waladhat ainuk, na kitu chochote itakachofurahisha macho yako tutakupatia. Furaha ya moyo, furaha ya mwili, we ask. Yule mja akasema radhiti ya Rabb, ya Rabbi nimeridhia. Nabii Musa akawa yajiuliza, huu ndo the lowest, huu ndo wa chini kabisa. Qala rabbi fa'alahum manzilatan, na wale ambao wako juu muqarrabun, wako juu kabisa. Ikiwa hii ndo hali iliyokuwa chini kabisa, walikuwa juu, hali yao itakuwa vipi? Ya Musa, Allah kamwambia Musa, ulaika alladhina aradtu gharastu karamatuhum biyadi, hao nimewatengenezea janna kwa mikono yangu. Wa khatamtu alaiha, na nikafunga, nikapiga muhuri isifunguliwe. Zamani mtu akiandika barua, siku hizi tunapaka mate ama glue tunabandika, si ndio? Zamani wanachukua wax wanayayusha alafu wanapiga muhuri, sio? Ukibreak hiyo wax watajua unafanya nini, imefunguliwa. Allah sema nimetengeneza tena kwa mikono yangu, na nikaifunga na nikaisil, nikapiga muhuri watu wasiingie. Wa khatamtu alaiha falam tara ainun, hakuna macho imeona kitu nimewaandalia. Walam tasma' udhun, na hakuna masikizi yamepata kuyasikia yale ambayo nimewaandalia. Walam yakhtur ala qalbi bashar, na mambo ambayo nimewekea kule ndani hata haijawahi kuja katika akili yao. Ni surprise na furaha, na sijaruhusu mtu yote kuingia, na imefungwa hiyo sehemu. Nimewekea hao watakaokuwa karibu na mimi. Hii ndio hali ya sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Katika riwaya nyingine Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam na yeye atueleza, mimi najua mtu wa mwisho ambaye atakayetoka katika moto wa Jahannam. Hii ya Nabii Musa ni yule ambaye atakayekuwa chini kabisa. Lakini Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema nimeoneshwa na namjua mtu wa mwisho ambaye atakayekuwa ni mwenye kutoka Jahannam aingie janna. Kwa sababu watu wanaoingia janna wako katika hali mbili. Kuna watu wanaingia moja kwa moja, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Na kuna watu kwa sababu ya makosa yao hawakumtubia Mwenyezi Mungu, na wamepewa fursa ya kusamehewa madhambi, hawakuitumia hizo fursa, na wakaenda mbele ya Mwenyezi Mungu na bado wako na madhambi, wataingizwa ndani ya moto wa Jahannam, wasafishwe ndio waingizwe janna. Sasa watu watakaoingia janna wako katika hali mbili, wenye kuingia moja kwa moja na wale ambao mpaka wasafishwe na moto wa Jahannam ndio watakaoingizwa. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, mimi Allah amenijulisha ni nani mtu wa mwisho atakayeingia janna, na Nabii Musa amejulishwa ni nani atakayekuwa katika level ya chini ya janna. Hali mbili tofauti, kama ilivyokuja katika Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, inni la'alamu akhira ahli an-nar khurujan minha, mimi najua mtu wa mwisho atakayetolewa ndani ya moto wa Jahannam.
wa akhiru ahli aljannati dukhulan, na huyu mtu wa mwisho kutoka jahannam ndo mtu wa mwisho kutoka kuingia janna, yeye ndo wa mwisho na mlango yafungwa. Rajulun yakhruju minan nari kabwa, ataambiwa sasa wewe toka, na akatoka taratibu akitambaa. Fayaqulu Allah tamwambia idhhab fadkhul aljanna, wewe ingia, nenda ukaingia katika janna. Fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a, atafika mpaka katika mlango wa janna, lakini akiona watu na fujo na vile hali ilivyo, ataona kwamba ishaja hakuna nafasi yake. Fayarji'u fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a, Mola nimeenda janna nimeona imejaa. Allah atamwambia mara ya pili idhhab fadkhulil janna. Akifika ataona kwamba watu hakuna nafasi, atamrudia Mwenyezi Mungu, atamwambia rabbi wajadtuha mal'a, nimeona imejaa. Fayaqulu idhhab fadkhulil janna, ambaye nenda pale iko nafasi yako. Akifika ataona kama imejaa, atamrudia Mwenyezi Mungu, ya rabbi hakuna nafasi, there is no even one space for me. Allah atamwambia iko nafasi yako nimekuwekea. idhhab fadkhulil janna fa innaka mithlu ad-dunya wa 10 amthaliha, uko mfano na dunia na mara 10 yake. Wa inna laka mithlu 10 amthali ad-dunya, yani 10 dunia mara 10 na 10 ni ngapi hiyo? 100, 10 times 10. Hasana huyu kila akifika pale aona kamba imejaa, alafu ambia dunia yote mara 10, tena 10 yake mara 100, huyu atashindwa kujizuia. Fayaqul taskharu minni, sasa Allah hapa sisi tunachezeana, sema nakwambia imejaa. Amwambia Allah taskhar minni ya rabbi, you are joking with me, mimi nimeenda nimeona imejaa. Wa anta almalik, na wewe ndo mfalme. Ar-Rasul akacheka siku hiyo akieleza masahaba namna huyu mja amwambia Mwenyezi Mungu, ya rabbi tunachezeana hapa, mimi nakwambia imejaa. Kisha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema dhalika adna ahli aljannati manzila, hao ni katika watu wa chini kabisa katika janna. Dunia hii mara 50, dunia hii mara 100, hao ndo wa chini kabisa. Ama wajuu imefungwa na imepigwa muhuri, na hakuna mtu ashawahi kuona, wala hakuna mtu ashawahi kusikia, wala hakuna mtu ashawahi kuimagine. Hata Jibril hajaruhusiwa kuingia, na Allah ametengeneza hiyo kwa mikono yake. Hii ndo hali al-muqarrabun, ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Ikiwa tumejua hii ndo hali yao, jannatin na'im ni neema gani nyingine ambao wako nayo kando na kuwa karibu na Allah? Katika neema waliokuwa nayo ni kwamba watakula wanavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala sema innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, kuleni kunyweni kile yote mnaofanya mazuri leo ndo mpata kulipwa. Sasa hii ndo neema inawasubiri. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam juu ya neema ya watu wa janna, inna ahla aljannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhitun. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema watu wa janna watakula na watakunywa, na juu yake hawatasikia mkojo, haja ndogo, wala yataghawwatun, wala hawatasikia haja kubwa, wala yamtakhitun, wala hawatoki na makohozi. Qalu fama balu ta'am ya Rasulullah, asema ya Rasulullah, hiyo chakula wanaoshukisha itaenda wapi, itatoka vipi? Ar-Rasul atawaambia hushaun wa rashhun karashhil misk, itatoka kama majasho, kama
kama vile ukiasha udi ile moshi hutoka, sio? Sasa wewe waenda, hakuna kuongeza mwili, yatoka tu, inaitwa evaporation, sio? Yaenda tu, ikienda tena, ikitoka yatoka harufu ya misk. Hiyo ndo choo yao. Ama hali yao na nguvu wanaokuwa nayo, حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وسيما يقول رجل من اليهود قال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ Myahudi mmoja alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Abul Qasim, ni kweli ya kuwa Mayahudi, ni kweli ya kwamba umesema watu wa janna watakula na kunywa? Bala walladhi nafsi biyadihi. Ar-Rasul asema, wallahi, bila shaka na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo ndani ya mikono yake, inna ahaduhum la yu'ta quwwata 100 rajulin fil mat'ami wal mashrabi wal shahwati wal jima'. Mtu mmoja wa janna atapewa appetite ya mtu 100 hapa duniani, wakula tu, na atapewa appetite ya watu 100, atakunywa, na shahwa atapewa appetite ya mwanamke watu 100. Sasa hiyo ndo kuanguka nayo ukweli, sio? Hii hapa ni uongo. Apewa nguvu ya kupiga raundi, yani mtu mpaka ile nguvu unahitaji kulala na wanawake 100 ndo unapewa. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ni neema, utamu watakaohisi fi jannati naim, wataneemeshwa katika vinywaji vao, katika vyakula vao, katika nguvu zao, katika utamu wa ladha, tendo la ndoa, ile furaha wanaohisi na nguvu wanaopewa. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia hawa wake zao katika hurul ain, na hii tutaangazia katika hii sura, kwa sababu kuna mambo ya ndani tutaangazia katika hali ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaneemesha watu wa janna. Ni kwamba hawazeeki, hawawi wagonjwa kama hapa duniani. Ulipoanza kuzeeka maumivu, au labda hujazeeka maradhi na kusumbua, janna hakuna hiyo stress. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam azungumza juu ya neema watu wa janna kama ilivyokuja katika sahih Muslim, hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Watu wakishaingia ndani ya janna na watu wamekaa, kila mmoja ashajua kwake, watu wanakuwa ni wenye kuneemeka. Yunadi al-munadi, malaika atakuwa ni mwenye kuwaita watu, kuna tangazo muhimu. Hasa kila mmoja katika janna ataka kusikiza mtangazo, kwa sababu tangazo hili malaika ikiwa amekuja kutangaza, tunajua malaika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wameamrishwa na Mwenyezi Mungu kuja kuleta tangazo. Hasanada almunadi, mwaitwa, mnaitwa, kila mmoja mbio, kwa sababu wajua ni ujumbe imetoka kutoka Allah, wamsikize huyu malaika. Inna lakum tasihhu fala tasqamu abada. Wanaambiwa, watu wa janna, umeingia, kila mtu yuko kwake, basi hapa mutakuwa na afya, wala hamutawahi kuwa wagonjwa. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Na hapa ndani mutaishi milele, wala hakuna mtu atakayekufa. Wa inna lakum tashibbu fala tahramu abada. Na hapa ndani mutakuwa ni mabarobaro miaka 33, hakuna mtu atapita umri huo atazeeka. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Na hapa mutaneemeshwa, muneemeshwe, wala hakuna uzito wala dhiki wala tabu mutapata.
fi jannatin na'im. Kisha wataambiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wanudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Anaambiwa hii ndio janna na vile mlivyofanya na mlivyoishi duniani ndio ikawafikisha hapa kwa rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hali hii ya watu wa peponi watakuwa ni wenye kuogelea na watakuwa ni wenye kunywa, hakuna ukame, hakuna mfereji imesimama. Allah Subhanahu wa Ta'ala eleza juu ya watu wa janna neema zao. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffah. Allah asema ya kwamba janna ambayo nilioandalia waja wangu kuna mito, the rivers, min laban au min ma'in ghairi asin, maji ambayo hayajabadilika. Sisi tunajua maji yakikaa mahali yanabadilika, yanaanza kuwa green na mold, sio? Maji ya janna hayabadiliki. Kisha wanharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, maziwa ambayo haijaharibika, constantly fresh. Wanharu min khamrin ladhatin lisharibin, na pombe watapewa watu wa janna kwa wale wanaokunywa, tena ladha iliyokuwa tamu. Na tutakuja tutaangazia hii pombe sifa yake katika hii sura. Wanharu min asalin musaffa, na asali iliyokuwa safi, mito haijawekwa sukari guru, asalun musaffa. Katika neema ambayo walioandaliwa watu wa janna ni nyumba zao. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipowasifia masahaba janna na nyumba za janna na nyumba za ufalme, qulna ya Rasul Allah aljannatu ma binauha, hadithi alladhi akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahu al-Albani, hadithi Abi Huraira. Ar-Rasul akaeleza namna janna, manyumba ya janna yamejengwa. Kuna matofali na kuna simiti na kuna kokoto. Sio ndio inahitajika nyumba kusimama? Matofali yake Ar-Rasul asema labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahab. Blocks zao ni ya gold na silver. Hiyo ndio janna. Kisha asema wa malatuha almisku aladhfar, ile simiti wanaounganisha ni misk adhfar. Wa hasbauha al-lu'lu' wal-yaqut, na zile kokoto mnaweka kule, kokoto zake ni rubies na pearls, beautiful, na diamonds. Wa turbatuha za'faranu, na mchanga wake ni za'faran. Lakini katika neema hizi wataendelea kuneemeshwa, na katika neema kubwa watu wa janna watakokuwa nayo katika neema zote ni kumuona Allah. Siku ya kiyama watu watamuona Allah, lakini kutakuwa na pazia, hawaoni uso wake. Uso wake ni zawadi kwa watu wa janna peke yake. Katika neema ambayo inawasubiri watu wa janna fi jannatin na'im ni kwamba watamuona Allah moja kwa moja. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, siku hiyo nyuso zao zitakuwa na mwangaza, na mwangaza huu inatokana na mwangaza unaotokana kutoka Mwenyezi Mungu. Yani mimi nikisimama hapa uso wangu wang'ara, na sababu ya ng'ara ni hii taa imenipiga, sio? Hasa hii ndo nadhira.
na mwangaza wa uso wangu inatokamana na hii taa ambayo iko juu yangu, na ikizimika uso huu hautakuwa na mwangaza, tofauti na vile inapowashwa. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala asema wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso zao siku hiyo itakuwa na mwangaza, na hii mwangaza ni reflection, ni kwa sababu wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, kwa sababu wanamwangalia Allah. Na hii ndio neema inayosubiri watu wa janna. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam awaeleza masahaba ya kwamba mtakuja mumuone Allah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali katika sahihi Muslim. Asema siku moja tulikuwa tumekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa ni usiku, lakini ilikuwa usiku ayyam al-bidh, siku ambazo mwezi umetimika, full moon. Ar-Rasul akawaambia, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yati. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amwambia masahaba, mtamuona Allah kama vile mnavyoona huu mwezi, mmoja wenu anaposimama hamzibi mwingine. Mimi nikiwa hapa na wewe ukiwa hapa na mtu akiwa Mombasa, kama kuna full moon si sote tuaona? Kadhalika hivyo ndio utakavyomuona Mwenyezi Mungu, hakuna mtu anayemziba mwingine, kila mmoja atapata opportunity katika janna. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nataka mumuone Allah, lakini kuna kitu kimoja nataka munifanyie. Ikiwa wataka kumuona Allah, msikose kufanya. Akawaambia masahaba, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la taghlibu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amwambia, mtamuona Allah ikiwa waweza mambo mawili isikosekane katika maisha yako, fanya ili upate kumuona Allah. Swala kabla jua haijatoka isikupite. Swala gani hiyo? Salatul fajr, kabla tulu'i al-fajr, kabla tulu'i ash-shams. Na swala kabla jua haijashuka. Swala gani ambayo ni ya mwisho kabla jua haijashuka? Salatul asr. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mtamuona Allah, na nataka mumuone, lakini swala mbili siwapite ili msikose fursa hiyo. Ikiwa waweza swala hizi mbili zisikupite, hakikisha isikupite. Na mimi hapa nataka tumuone Allah, na nataka tuingie janna. Naomba kila mmoja wetu kuanzia leo mpaka siku atakapoingizwa kaburini atie nia hizi swala mbili, asikose jamaa. Tutieni nia inshallah, salatul fajr na salatul asr. Kwa nini salatul fajr? Kwa sababu lazima uache usingizi. Kwa nini salatul asr? Kwa sababu wakati huo siku inaisha, wajaribu kufunga kazi yako umalize. Wataka kumaliza hii meeting hii, umalize mambo unataka kufanya, waacha njoo swali asr. Ar-Rasul asema, ikiwa waweza salatul fajr sikupite na salatul asr, fanya. Kwa sababu wale ambao salatul fajr na salatul asr haiwapiti watapata fursa kumuona Allah. Tumetia nia jamani, tumetia nia. Katika neema ambayo Mwenyezi Mungu nitamalizia nayo kwa sababu ya wakati, fi jannatin na'im, katika neema ambayo Allah amewapatia watu wa janna ni kwamba kando na kumuona Allah watapata radhi zake. Ili upate taswira na umuhimu wa radhi za Mwenyezi Mungu, chukua picha hii. Una mzazi wako ambao wampenda. Mzazi wako ambaye wampenda, ima wa kike ama wa kiume, mama yako au babako, wajaribu we bahar, we mwema kwake, wajinyima kwa ajili yake.
kuhakikisha asiwe ni mwenye kumhitaji mwanadamu. Maadamu mimi niko, mzazi wangu hatamuomba mtu. Kile ulicho nacho uhakikisha kwamba wampatia. Kisha katika hali ya mauti, mamako akakuita au babako akakuita katika sakaratil maut, akakushika akamwambia, mwanangu, uko na radhi zangu, I'm happy with you. Hii ni neema. Neema. Mamako akwambie, mwanangu, una radhi zangu, I'm happy with you. Mimi natoka duniani, ujue kwamba mimi nimekuridhia. Hasa watu wa janna wakiingia janna wataitwa na Allah. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Allah atawaita, atawaambia kama ilivyokuja katika hadith muttafaqun alayhi fi sahih al-Bukhari na sahih Muslim, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Imagine Allah, yani can you imagine uko ndani ya janna alafu Allah anawaita ya ahla aljanna, na wewe uko ndani, ya Allah watuita. Ya laha min ni'ma, ya laha min ni'ma, ya laha min ni'ma. Ya ahla aljanna fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, tumekuitikia ya Allah, tumekuitikia ya Allah. Fayaqul, Allah tabi'a aljanna, hal raditum, are you happy, mko sawa? Fayaqulun wama lana la narda, kwa nini Allah tusiridhie? Why should we not be happy? Faqad a'taytana ma lam tu'ti ahada, na umetupatia neema ambayo haujampatia mtu yoyote min khalqi, katika viumbe vako. Fayaqul, Allah tawaambia, ana u'tikum afdal min dhalik, bado kuna mengi nataka niwapatie, na bado natawapatia iliyokuwa bora zaidi. Qalu ya rabbi wa ayi shay'in afdal min dhalik, ya Allah, kitu gani bora kuliko hii uliyotupatia? Fayaqul, Allah tawaambia, uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada, mko na radhi zangu na sitawahi kuwakasirikia. Mlipokuwa duniani mlikuwa mfanya juu chini kuniridhisha, ili hali hamunioni, na nataka niwaambie leo nimewaridhia. Tena juu yake, fala askhatu alaykum abada, sitawahi kuwakasirikia. Msiwe na wasiwasi na mimi, sitawahi kuwatoa, hamtapata shida, hamtapata taabu. Hizi ndo neema zinawasubiri. Ulaika almuqarrabun fi jannati an-na'im. Lakini wakiingia katika hii janna, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Wakiingia katika janna wataingia katika makundi mawili. Kuna kundi iliyokuwa kubwa, jam'u min al-awwalin, na kuna wachache kutoka wa akhirin. Ni hawa as-sabiquna as-sabiqun na ashabul maymana, wakiingia janna hali ni hizi mbili. Hawa thullatun min al-awwalin ni kina nani? Na hawa qalilun hawa thullatun min al-awwalin ni kina nani? Na hawa qalilun min al-akhirin ni kina nani? Tutajua kesho katika darasa yetu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tupate hii janna. Allahumma inna nas'aluka al-janna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna,
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم حبب إلينا المعروف وأهله وبغض إلينا المنكر وفعله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله tutakutana janna إن شاء الله. Lakini nawahusia kama nilivyohusia Rasul, tusipitwe na salati al-fajr na salati al-asr. Tumetia nia insha Allah. Allah tuwafikie insha Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.